Hapa niko juu ya jiwe maarufu kama Gangilonga ambalo linapatikana hapa mkoani Iringa. Jiwe hili ni maarufu kwa shughuli za matambiko ya kabila la Wahehe, ambapo walikuwa wakija hapa juu na kuzungumza na jiwe hili kuwajibu kadri walivyokuwa wanaliuliza. Ama wanaenda kwenye vita, wanaliuliza jiwe kwamba vita wanaoenda, je, watafanikiwa? Na jiwe hili likiwajibu kwamba watafanikiwa, basi walikuwa wakienda kwenye shughuli ya vita. Lakini likiwajibu kwamba hamtafanikiwa, basi walikuwa wanasitisha na kurudi kuanza kujipanga upya. Lakini pia lilikuwa linatumika kwa shughuli za ulinzi, ambapo walinzi walikuwa wanakaa hapa juu baadhi yao, na watakapoona maadui wanakuja, kama mnavyoona mji wa Iringa huko chini yake, wanapoona maadui wanakuja, walikuwa wanatoa taarifa kwa kutumia miti, kwa kuwasha miti ambayo inatoa moshi mkubwa. Kwa hiyo walinzi katika maeneo mengine watakapoona ule moshi, tayari wanatoa taarifa kwa wengine kwa kuwasha miti pia. Kwa hiyo taarifa zilikuwa zinaenda mpaka kumfikia Chifu Mkwawa, ambapo alikuwa anajipanga sasa na watu wake katika kuwadhibiti wale maadui ambao wanakuja. Kipindi cha zamani wenyeji au jamii ya Wahehe walikuwa wanatumia hili jiwe kufanya mambo yao ya kiutamaduni, nikimaanisha mambo ya kimila au mambo ya kimatambiko katika hili jiwe. Na kipindi wanavyokuwa wanafanya hayo mambo ya kimatambiko, hili jiwe lilikuwa linatoa sauti au milio ambao wao walikuwa wanaitafsiri au walikuwa wanajumuisha na milio ya kibinadamu. Kwa hiyo kwa dini walikuwa wanakuja kufanya matambiko hapa. Walikuwa wanakuja kufanya matambiko hapa kwenye hili jiwe ili iwaweze kuwasaidia wanapoenda kwenye vita. Wanakuja kuliuliza hili jiwe, je, hiyo vita tunaoenda kupigana nayo tunaweza kwenda kushinda? Kwa hiyo wanaofanya matambiko na kuliuliza hili jiwe linavyotoa ile milio na sauti, wao wanatafsiri kama ni sauti za kiroho ambayo inaashiria ujumbe kwamba hii kazi au hii vita ambayo tunaenda kupambana nayo tunaenda kushinda. Kwa hiyo walikuwa wanaitumia kwa namna moja au nyingine, kwa namna hiyo ya matambiko. Pia walikuwa wanatumia hili jiwe kama sehemu yao ya ulinzi. Kama unavyokuwa ukiwa hapa juu, unaweza kaona mandhari yote ya mji wa Iringa. Kwa hiyo walikuwa wanawasaidia wao kuweza kuona na kutambua namna gani au sehemu gani wale maadui zao wanapokuwa wanatokea. Wanapokuwa wanawaona na wanatoa ishara, kama tulivyokuwa tumesikia pale tulivyokuwa makumbusho Boma, walikuwa wanasema kwamba baada ya kuona maadui wanavyokuja kuingilia katika mkoa wao wa Iringa, wao wanatoa ishara mbalimbali. Moja ya ishara walikuwa wanatumia ni kutumia miti ambayo inatoa moshi, ambayo ikiwa inatoa moshi, yule ambaye yuko kule chini akishaona, wanapelekeana taarifa kutoka sehemu moja mpaka nyingine mpaka kumfikia Chifu Mkwawa ambaye alikuwa yuko kule Kalenga. Kwa hiyo walikuwa wanaitumia hili jiwe pia kwenye sehemu hiyo kama sehemu yao ya utamaduni au sehemu yao pia ya ulinzi. Pia walikuwa hii sehemu ni sehemu yao pia nyingine ya urithi. Hili jiwe wanaitumia kama sehemu yao urithi, kwa sababu ukitoka hapo pembeni pia utaona kuna viti ambavyo vilitengenezwa kwa kiasili, ambavyo baada ya kuona na kuangalia mji wao na kunaniliwa, wanakuwa wanafanya vikao vifupi kabla ya kushuka. Na hili jiwe, kwa nini nasema, mnaweza kama mnauliza kwa nini hili jiwe sasa hivi haliwezi kuongea. Hili jiwe liliacha kuongea mnamo mwaka 1957 ambapo hizi tamaduni za kichifu zilifikia tamati. Baada ya kufikia tamati ndio hili jiwe likaacha kuongea. Kwa hiyo baada ya kumalizika yale masuala ya matambiko na ile utawala kifalme wa kichifu kutamatika, nalo jiwe likaacha kuongea. Kwa hiyo hili jiwe kwa kiasili kwa hapa halmashauri ya Iringa ni kivutio kimoja kikubwa sana ambacho kiko hapa maeneo ya mjini. Hiki inakusaidia kuona na kupata mandhari nzuri ya mji wote wa Iringa. Nikiripoti kutoka katika jiwe hili, mimi ni Frank Mshana.